tuweze kushirikishana yale ambayo wenzetu hasa waliokuja wanatuletea ili kuboresha huduma zetu. Sijui kama nitakuwa nimekosea nikiita kwamba shughuli yenyewe hapa ni tunazungumza juu ya uendeshaji elimu. Tuanze kwa kufafanua kiufupi tu maana ya neno, maana ya kitu elimu. Kwamba elimu ni kumfungulia mtu muono wa maisha ili auelewe ulimwengu anamoishi, uweze kutawala mazingira, apate kuelewa kwa elimu hiyo nini kilichomo na namna ya kukabiliana na yale anayopambana nayo katika maisha yake ya kila siku, kumwandaa aweze kutawala hayo yote. Hivi kwamba tuseme elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu ni lulu yenye thamani kubwa. Elimu ni ukombozi. Fanya mtu awe ni boss wa nafsi yake katika maana nzuri. Kwa ufupi tu. Sasa kanisa na elimu. Wamisionari walipofika huku kwetu walikuwa wakishughulikia afya, elimu na jembe kama misingi ya uenezaji habari njema ya Injili. Mtu awe na afya, awe na upana wa uelewa, na pia awe mtendaji ili kumudu maisha yake. Kanisa kwa hiyo lilijenga miundo mbinu ya kuendeshea elimu. Yaani kanisa lilijenga shule na vyuo na kanisa lilimiliki na kuendesha elimu kwa wananchi wote bila kujali kwamba wananchi hao ni wa rangi gani, ni wa kabila gani, wa dini gani. Wote hao walipewa fursa ya kufaidi jitihada za wamisionari. Ili mradi hawa wananchi waliokuja kwenye shule za kimisionari, basi kama waliweza kukubaliana na miongozo ya shule, hivyo kwamba basi jambo la maana ilikuwa ni kuwasaidia wananchi wote
kuweza kuyamudu mazingira yanayowazunguka. Shughuli ya kanisa ikawa ndio hiyo. Sasa kwa ufupi tena, uendeshaji elimu. Ili kutendea haki dhana ya elimu, kanisa linachangia, linatoa mchango wake katika utekelezaji wa jukumu hilo la kuangaza, kuziongoza na kuziweka katika mazingira mazuri nafsi za watu. Linafanya hivyo kanisa kwa kujenga, kumiliki na kuendesha shule na vyuo vya ufundi. Shughuli hizo ambazo zinafanyika na kanisa si kwamba ni jambo la hiari, nikitaka ndio, nisipotaka hapana. Kumbe ieleweke, kanisa linafanya kazi hiyo kama sehemu ya kumkomboa mwanadamu, kumfanya ajielewe na awaelewe na wengine. Kwa hiyo kwanza tumesema kwamba shule ziwe ni mazingira yaliyotakata, na ziwe na miundombinu inayotosheleza mahitaji. Samani, vitabu, mazingira yaliyo safi, maeneo ya michezo, maeneo ya burudani, na pia hata maeneo ya shughuli za kazi za mikono, kilimo, mifugo, vitu kama hivyo viwepo shuleni, ili kijana ambaye yupo hapo aweze kuona na kujifunza kwamba elimu anayoitafuta ina upana. Uendeshaji elimu una gharama zake nzito. Hata hivyo, wazazi, walezi, serikali na kanisa wasiogope gharama hizo, kwa sababu tusipowekeza na kuwapatia watoto wetu elimu ambayo ni haki yao, baadaye tutashindwa kulipa gharama za ujinga ambao tuliulinda kusudi mfuko ubaki umejaa. Kwa hivyo kwamba nipeleke hizi hela ziende kwa ajili ya elimu, hapana. Kwa hivyo kama tukitunza mifuko sasa, baadaye tutashindwa kabisa kulipa gharama ya ujinga ambao tumeulinda
ili mifuko yetu isipungue. Elimu ndiyo zawadi ambayo kizazi kinaweza kutoa kama zawadi bora ambayo tutawaachia watoto wetu, kizazi kingine. Hivyo basi tuwafundishe watoto wetu kupendwa, kukubali kufunzwa na pia kujifunza. Wao wenyewe wapende kujisomea maandishi na maandishi yaliyo mazuri, maandishi ambayo ni utakaso wa nafsi. Wanaposema basi ndugu zetu wa Uingereza, friends and books should be good and few. Friends and books should be good and few. Waweze kutambua hili, andiko hili, mazingira haya, picha hizi labda hazina faida kwangu. Wapendwa nyote, tunachoomba na kuombea kiwepo ni mitaala ya elimu ambayo naomba iandaliwe vizuri kusudi iguse ulimwengu tunamoishi leo. Tuwafungulie watoto na vijana wetu uwanja mpana wa masomo, na uwanja huo uwe mpana kadiri inavyowezekana. Masomo yawe na idadi kubwa ya tunachoita combination. Wanapozidi kupiga hatua ya elimu yao, wawe na uwezo mpana kwa sababu ya kuelewa vizuri mambo yalivyo. Walimu wetu wapendwa, iweni walezi wenye wito wa kulea wenye wito wa kuelimisha. Pamoja na masomo ya uraiani hapa, secular subjects, somo lolote lile, walimu nyie saidieni kuwaweka vijana na watoto wawe na roho ya kumcha Mungu.
Zamani tukiwa wadogo, miaka iliyopita hiyo, kwenye shule ambazo zilikuwa vijijini kwenye maeneo ya parokia zetu kanisa, kulikuwa kunafundishwa kwa vyovyote vile ile sasa tunaita ni KKK, sio KK3. Sasa wakati huo ambapo ingekuwa pia ombi hilo kwenu kwamba pamoja na KKK kulikuwa kuna D kama Dar es Salaam, D maanisha dini. Iweni walezi wa kumcha Mungu, elimu dini, katika maana ya vijana wetu walelewe kuwa na hekima, mwenye kumcha Mungu hujijengea hekima. Tunasoma kwa kumalizia katika maandiko matakatifu kitabu cha Mithali sura ya 9 aya ya 8 hadi ya 9. Tunasoma, mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Ipo kule kwenye bango kwenye jengo hilo la orofa. Give knowledge to a wise man, in person, and he or she will become yet wiser. Mwelimishe mwenye hekima, hivi vijana wetu pamoja na yote wawe na hekima ambayo chanzo chake ni kumcha Mungu, kumheshimu Mungu, kujali yale ambayo ametuagiza. Wapendwa nyote, naomba niseme neno la kuwakaribisha na kuwatakia mafunzo kwa siku ya leo ndilo hili. Asanteni kwa kunisikiliza.